Bwana asifiwe na shukuriwe kwa ajili ya heri ambayo tunayo ya kuweza kuwa tena hapa kwa ajili ya kuabudu, kwa ajili ya kusikia neno na kuweza kujengana sisi kwa sisi, na tuweze kuonyana na kufarijiana. Yote ambayo tunayohitaji Mungu anaweza kutupatia, anataka kutupatia. Kama tu tunaweza kuamini, tutaona utukufu wa Mungu. Na hivyo ndivyo alivyosema, nasi tunaweza kuamini kwa moyo wetu wote. Sio kitu kingine ila kutokuamini kwetu kama Mungu hawezi kujionyesha. Yote ambayo Mungu atakayofanya siku moja alishaka kuifanya ndani ya Kristo. Inaomba tu hayo yaweze kuonekana, na hiyo ndiyo imegeuka kuwa kubwa kwa ajili yetu. Na hivyo kama vile Mungu alivyopumuzika baada ya uumbaji, na wakati kazi yake yote ilipokuwa imemalizika na yote ilikuwa ikitembea vizuri na mpaka leo, na hivyo Bwana alipokwisha kutimiza ukombozi, alikaa kwa mkono wa kuume wa uwezo wa Mungu. Akakaa, kazi ilikuwa imemalizika, na yeye sasa, tangu sasa anangoja ili adui zote wawekwe chini ya miguu yake. Tumeyaimba katika nyimbo hii nzuri ya kwamba kuna mmoja anayetawala wakati yote inapokuwa imeangamia. Moja ndiye atakayekuwa hai wakati wote watakaopokuwa wamekufa. Yesu mshindi, mwenye uwezo, anayeshinda yote, anaye tutayarishia urithi mbinguni. Katika kipindi cha mwisho cha nyimbo kinasema ya kwamba tazama, Emanueli yuko mbele ya jeshi lake, anayeshika kanisa kwa ajili yake, yeye katikati kama vile kibambazi na ngao. Basi baki pamoja na sisi mpaka mwisho wa dunia. Na ni yule jana, leo na hata milele. Ndiyo, mpaka katika umilele yote. Yeye mwenye uwezo katika vita. Vita ya kiroho haikuanza jana au leo, lakini ilianza tangu mwanzo. Ilianzia huko juu na ikaendelea hapa chini na itamalizikia huko juu. Wakati kulingana na andiko kama vile visemeka katika Ufunuo sura 20, kanisa itakuwa imenyakuliwa na vita itakuwa mbinguni, na hapo sasa Mikaeli atashika shetani na kumutupa hapa chini. Itakuwa ni siku nzuri. Mimi siku wake na tabia ya kushangilia, lakini siku hiyo nitacheka huko. Naamini ya kwamba huko siku hiyo neno litatimilika, ya kwamba vinywa vitajaa macheko na ulimi utajaa utukufu, wakati adui wa Mungu aliye pia adui wetu atakapokuwa ameangamizwa. Na mimi nina salamu za kuweza kuleta kutoka huko na huko. Mnajua ya kwamba niliweza kuwa na juma 4 za mapumziko. Weekend ya kwanza nilikuwa huko, nilifanya kilomita 1040. Weekend ya pili nilikuwa hapa, na pia teluji iliweza kuangukia gari langu. Na weekend ya tatu nifanya kilomita 1065. Na hapo sasa mnaweza kuwazia pumziko iliweza kuniletea nini katika hii weekend ya tatu. Lakini hiyo yote ilikuwa ni ya lazima. Mnajua vizuri ya kwamba upendo wa Mungu unatusukuma.
Na Paulo anasema, ni mahali gani mtu aliweza kuwa katika hitaji na mimi sikuweza kusikia hiyo hitaji pamoja na yeye? Ni mahali gani mtu angeliweza kuumia na kuwa katika mapungufu na mimi nishindwe kuweza kuhusika na hiyo? Uhusiano yetu pamoja na sisi na pamoja na Mungu inatusikilizisha ya kwamba tuna furaha na maumivu ya kuchangia. Niliweza kusikia si kawaida kama vile hizi chuma zilizopita, kwa kiwango gani ushirika katikati ya waamini inapaswa kugeuka kuwa ya kweli na tena zaidi ya moto sana na ya moto sana au iliyo kubwa sana, lakini tena hiyo inapaswa kubadilika tena zaidi na zaidi na zaidi. Nilipigwa na mambo fulani katika maneno yaliyosomewa katika shahiri, na hatutaweza kuyazungumzia yote, kwa maana ningetaka niweze kusoma Zaburi moja mbele ya kuomba, lakini yale nayo nigusa hapa ni kuona uvuvio mbili zinaweza kufatana haraka haraka tena kama hivi. Na sijui kama hizi shahiri kutoka shahiri ya 16 mpaka 23 karibu kuna dakika 5 au 4, na huwezi hata kuyawazia nao kuyasema. Na hapo hapo Petro akiwa chini ya uvuvio ya Roho Mtakatifu akatamka waziwazi ufunuo wa Mungu ya kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana pale pale akashuhudia yale aliyosema na kusema ya kwamba na kumwambia ya kwamba sio mwili na damu ambayo ndio kufunulia mambo haya, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Na hapo hapo kwa mafupi tu, kama vile nimekwisha kusema dakika 3, 4 au 5 baadaye, Petro huyo moja akashika Bwana pembeni na kumwambia, inasemeka hapa kwenye mstari wa 22, Mathayo 16 mstari wa 22. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, iwe mbali nawe Bwana, neno hili halitatokea juu yako kamwe, kama vile imekwisha kusema. Lakini Bwana pale pale akamgeukia na akamwambia Petro, na Petro nyuma yake, na alikuwa akisema na kusema, na Bwana akageuka na hakusema Petro nyuma yangu, lakini alisema nyuma yangu Shetani, wende nyuma yangu Shetani, umegeuka kuwa mtego kwa ajili yangu au kikwazo, kwa maana mawazo yako si mawazo inayoongoza kwa Mungu, lakini ni mawazo ya wanadamu. Ona gisi mambo yanaweza kukaribiana moja na ingine, na gisi inaweza kukaribiana na kufatana haraka haraka. Yote iliyo na uhusiano fulani pamoja na ufalme wa Mungu ni ufunuo. Hapa kwanza kwa kuona kwangu inakuja katika roho, katika maneno kama haya ya kwamba mtego, kikwazo au vikwazo. Na kama tunageuza ukarasa moja na tunasoma kwenye sura 18, inasemeka kwanza kwa mstari wa 6, Mathayo 18 mstari wa 6, lakini kila mtu anayekosesha mmoja wadogo hawa ambao wanaoniamini, inafaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia, apate kuzama kilindini mwa bahari. Mstari wa 7, ole wa dunia kwa sababu ya mambo ya kukosesha au vikwazo, kwa maana sharti mambo haya yafike, lakini ole wa mtu yule ambaye anayaleta. Hapa kuna mambo ya zaidi. Neno
kikwazo inafanana na matamshi yanayosema kwamba kupoteza au kuangamiza. Vikwazo ni kupoteza, ya kupoteza, uvuvio ya uongo, yale ambayo sio lingana na mapenzi na neno la Mungu. Ole kwa watu wote ambao wanaojiweka pale kwa kutega mitego au kuleta vikwazo juu ya njia ya taifa la Mungu kwa kuwadanganya. Na Biblia inasema ya kwamba wanadanganywa au wanadanganywa na tena wanaendelea kudanganya. Hizo mafundisho ya uongo, hizo ni mavuvio za uongo, hizo ni maroho ambazo zinazoshika watu na zinazozungumza kupitia wao. Lakini hao hivyo tunatambua namna gani ni ya lazima sana ili tuweze kuzungumza siku zote kulingana na Biblia, hata kama hayo hailingani na maoni yetu au jinsi tunavyowazia. Iko hivyo kuhusu Petro. Petro alikuwa akiwazia kwamba huyo alikuwa ni Masia na kwamba alipaswa kuweka ufalme wake na alikuwa hitaji ili Bwana abakie adumu siku zote. Lakini Petro hakuweza kuelewa ya kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa ni ufalme wa milele na kwamba hatupashi kuishi milele kama vile tunavyofanya sasa, lakini tutaweza kuzeheka, lakini tutazeheka na tutakufa, ili sasa baadaye aweze kuweka ufalme wake wa milele. Bwana angepasha kuja na kupatia uzima milele kwa wale wote watakaoishi pamoja na yeye milele yote katika ufalme wake. Lakini Petro hakuweza kuona hayo, ilikuwa ingali mbali na yeye, na ni hivyo ndivyo aliweza kuwa na mania njema, na hiyo nia njema, maoni mazuri, ilikuwa ni maoni ya shetani, ilikuwa ikitoka kwa shetani. Na Bwana akamwambia eti, wende nyuma yangu shetani, wende nyuma yangu, wewe ni mtego kwa ajili yangu au kikwazo, kwa maana mawazo yako si mawazo inayoongoza kwa Mungu, lakini mawazo ya wanadamu. Kwa matamshi mengine, yale ninatoka kufanya hapa si inalingana na mapenzi ya Mungu, lakini kuhusu kwa namna ambayo mtu anawazaka, lakini ilikuwa imemalizika. Bwana aliweka mambo waziwazi na akayaita pia kwa majina zake, yale ambayo watu wengi hawaelewake na watu wengi. Ni shahiri ya mwisho ya sura 16 ya Mathayo mstari wa 28, imeandikwa Mathayo 16 mstari wa 28. Kweli kweli nawaambia ninyi, wengine katikati yao wanaosimama hapa hawataonja kufa hata watakapoona Mwana wa Mtu akikuja katika ufalme wake. Wangapi wanajua hii inamaanisha nini? Akose hamuelewe, vimukumbuke vizuri. Ndiyo, ndugu Branham alisema waziwazi ya kwamba wakati Bwana alipojifunua kwa Yohana kwenye kisanga cha Patimo, alishuka kama vile atakavyokuwa wakati atakapoanza kutawala. Ndiyo maana haya matamshi ya Yohana, kupata sehemu katika ufalme. Nataka kuwasomea ili muweze kujua kwamba inawezekana katika Ufunuo sura moja mstari wa 5. Na zinazotoka kwa Yesu Kristo, mshuhuda aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wao waliokufa na mkubwa wa wafalme wa dunia, kwake yeye ambaye alitupenda na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake na kutufanya kuwa ufalme na wa makuhani kwa Mungu na Baba yetu. Kwa yeye utukufu na uwezo hata milele na milele. Amina. Ni neno hilo, natafuta lingine la pili. Neno la pili ndiyo na nitaka kusoma hasa mstari wa 9, na nimekwisha kuiona sasa, nataka kuiona hapa mstari wa 9. Mstari wa 9, Yohana ufalme, Ufunuo mmoja mstari wa 9. Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na uvumilivu wa Yesu Kristo, nilikuwa katika kisanga kinachoitwa Patimo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo.
Na hivyo hivyo kama vile Yohana alivyoona Bwana wetu ndani ya utukufu wake wote, huko uso wake ulikuwa king'aa kama vile jua. Katika hii matamshi yao, katika haya mazoezi, na hivyo ndivyo Bwana atakavyokuwa, ndivyo atakavyokuwa wakati atakapoanza kutawala. Neno hili linaonekana waziwazi. Yohana alikuwa angali hai, na kweli kama vile wengi waliokuwa wakikaa pale wakati Bwana aliposema, wakati Bwana alipokuja akajionyesha kwa Yohana kwenye kisanga cha Patimo, kama vile alivyokuja, na hivyo ndivyo atakavyokuja wakati atakapoanza utawala wake. Na kisha kuna neno lingine ambalo liweza kunipiga katika sura 17, Mathayo 17, inasemeka hapa kwenye mstari wa 17. Mathayo 17 mstari wa 17. Yesu akajibu akasema, kizazi kisichoamini na kikahidi, nitakaa nanyi hata wakati gani? Nitachukuliana nanyi hata wakati gani? Mumulete hapa kwangu, mumulete hapa kwangu. Mnajua habari hii, kulikuwa mtu aliyekuwa ameleta mtoto yake, mvulana wake alikuwa mtoto aliyekuwa na vifafa, na wanafunzi wake walishindwa kumponya. Na hapo Bwana akakasirika katika roho, na si kwa ajili ya ulimwengu usioamini, lakini kwa sababu ya walio wake ambao waliokuwa pamoja naye muda mrefu, lakini walikuwa hawana uwezo ya kuweza kuagiza hiyo pepo kuweza kutoka. Na Bwana akahuzunishwa katika maneno haya. Mstari wa 14 inasema, na wakati walipofikia makutano, mtu mmoja alikuja kwake, akapiga magoti mbele yake, akasema, Bwana, urehemu mwana wangu, kwa kuwa ana kifafa na anateswa sana, kwani mara nyingi anaanguka katika moto na mara nyingi ndani ya maji. Na nilimletea kwa wanafunzi wako, nao hawakuweza kumponyesha. Mstari 17, Yesu akajibu akasema, kizazi kisichoamini na kaidi, nitakaa nanyi hata wakati gani? Nitachukuliana nanyi hata mpaka wakati gani? Mumlete hapa kwangu. Mstari 18, Yesu akahamakia pepo, akatoka ndani yake, yule kijana akapona tangu saa ile. Baada ya hiyo, mstari 19, halafu wanafunzi wakafikia Yesu peke yao, wakasema, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa? Mstari 20, akawambia, kwa sababu imani yenu ni ndogo. Kwa maana kweli ninawambia ninyi, mkiwa na imani kama mbegu ya haradali, mutamwambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwa neno mbaya, halitakuwa neno ambalo haliwezekani kwenu. Hili ni neno linatuweka sisi sote linatuweka chini na linatusimamisha pia. Wanafunzi walikuwa wametembea muda mrefu pamoja na Bwana, lakini walikuwa wamekwisha kuona utukufu. Walikuwa pamoja na Yohana na Yakobo juu ya mlima, pamoja na Bwana juu ya mlima wa kubadilishwa, Mathayo 17. Lakose hao watatu walikuwa hawako pale, lakini walikuwa na imani, lakini wengine wote walikuwa pamoja na Bwana na wanafunzi. Lakini Bwana akasema hapa ya kwamba ni kwa sababu ya kukosa kwa imani yenu, kukosa kwenu kwa imani, kuwa na imani yenu ndogo, ndio maana mnashindwa kufukuza hii pepo mbaya. Mara nyingi tunakuwa na kujionya, kujihukumu kwa moyo kwa jao. Na kama Bwana anaweza kuja kwetu leo na kutuzungumzia kwa namna ya kusikilikana na kutuona sisi
na masumbufu yetu na mapungufu yetu na magonjwa zetu na shida zetu na magonjwa zetu na mashida zote ambayo tunazokuwa nazo, lakini kama angeliweza kutuzungumzia pia kwa sauti kubwa na wazi kama vile wakati ule, angeliweza kutuambia leo, ni kwa sababu ya imani yenu ndogo na hakuna kitu kingine, na si kitu kingine, na si kitu kingine. Na hiyo imani kidogo inakuwa inakaribia sana kutokuamini kuliko kukaribia imani, na hiyo ndio shida kubwa. Na ninaamini ya kwamba Bwana anatukasirikia ama anahuzunishwa kwa ajili yetu, kwa maana sisi tuko wa imani kidogo, kwa maana tunashindwa kukamata Mungu kupitia neno lake, na tunaona kila ahadi mbele yetu kwa imani, kwa ujao kubwa, kama vile uhakika, kama vile uhakika iliyo sasa. Lakini Bwana anazungumza hapa ya kwamba kama muna imani kama vile mbegu ya haradali, mbegu ya haradali inakuwa mbegu kidogo sana, ni mbegu iliyo kidogo ya mambegu zote, kama vile nimeshaka isikia. Mimi si mtu wa kulima, lakini mbegu ya haradali ni mbegu kidogo. Na Bwana anasema hapa ya kwamba kama mna imani kama mbegu ya haradali, na sasa mzungumuze na hayo yatafanyika, museme na yatafanyika. Na sisi tuliweza kuwazia sana kuhusu swali hii, na tuliweza kuonyesha ya kwamba kwa mwisho wa siku Bwana anataka ili ajionyeshe tena na kushitukuza tena ingine mara moja na kushuhudia neno lake. Ndio atashuka toka mbinguni kwa namna ya kuonekana, atafanya kitana kitu fulani, ataweza kukutumikisha wewe na kunitumikisha mimi. Atatumikisha kinywa chako na kinywa changu, atatumikisha miguu yako na miguu yangu, atatumikisha mikono yako na mikono yangu, atatumikisha imani yako na imani yangu. Mungu ana mwili. Bwana alichagulia kanisa, alikomboa ili aendeleshe kupitia kanisa hilo kazi yake. Na wakati tunaposoma maneno kama haya hapa, inatupita katika mifupa na mafuta ya mifupa. Tunaona yale ambayo Bwana aliyoambia Petro, alikuwa amepokea ufunuo wa Mungu kupitia Kristo. Mstari wa 19, sasa nitakupatia ufunguo wa mbingu. Na sasa nauliza sasa, kama Mungu aliweza kutupatia kwa neema hiyo ufunuo moja ya Yesu Kristo, hakutupatia nasi sasa ufunuo au funguo? Hatupatia nasi funguo za ufalme wa mbingu? Hatupatia nasi funguo za ufalme wa mbinguni? Hakutupatia mamlaka ya kiungu? Tunaweza kutengana sisi kwa sisi, lakini alimwambia kwamba sio mwili na damu iliyokupatia mambo haya, lakini Baba aliye mbinguni. Nasi tunapaswa kutumainia ambayo hiyo ufunuo kubwa ambayo Mungu aliyotupatia ya ufunuo wa Yesu Kristo, bila kuwa na ya pili, ni kusema bila kuwa na funguo ya ufalme wa mbingu. Kama nina funguo ya gari ninaweza kuitembeza. Kama nina funguo ya chumba naweza kuingia ndani. Kama nina funguo ya ufalme wa Mungu, nina uwezo wa kuingia katika ufalme hiyo. Na kama ninatumikia huko, ninaweza kuingia ndani. Na hiyo ndiyo kiwango ambayo Mungu anapaswa kutupatia waziwazi na kutuelewesha ya kwamba ufunuo wa kiungu sio mawazo ya kiakili, na ufunuo wa kiungu ni inaambatanishwa na mamlaka ya kiungu, na yote ina uwezo ya kutenda ndani ya ufalme wa Mungu katika jina la Bwana, na si katika jina zetu binafsi au jina yetu wenyewe, lakini ukitenda katika kazi ya Mungu au kwa sababu ya kazi ya jina lake, na si kitu kingine, na si kazi yetu binafsi. Na mpaka tushapaswa kutambua kwamba hayo mambo mawili yanaambatanishwa. Na hivyo nakwambia Petro, si juu ya Petro na si juu ya Petro, lakini juu ya mwamba hiyo ufunuo ya Yesu Kristo. Yesu ndiye mwamba. Inasema nini kuhusu Ufunuo sura 1 mstari wa 10? Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa kwanza mpaka
3 na 4. Na hiyo mwamba moja hiyo iliyokuwa kifuata na kusindikiza taifa la Israeli, hiyo mwamba hiyo Musa aliyopiga hapa, mstari wa 18 ya Mathayo 17, na juu ya mwamba huo nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaiweza. Mstari wa 19, na nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni. Mathayo 16 mstari wa 19. Na unaona mamlaka ya kiungu inaambatanishwa na ufunuo wa Yesu Kristo au ufunuo wa kiungu. Na katika hiyo juu ya mwamba huo nitajenga kanisa langu, Bwana anasema. Na kila kazi yote ambayo mpasha kufanyika na watu wa Mungu waliopokea ufunuo wa Yesu Kristo, na hiyo ndiyo sisi sote tunapashwa kujiambia. Na tupashwe kubakia tu watu wa kusikia tu na wa kusikia neno la Mungu, lakini siku zote tunapaswa kuwa watu wa kutenda neno, watu wanaoweka neno katika matendo, neno waliosikia. Haiwezi kuwa tofauti. Tunapaswa kuwa na kukutanana na hiyo kazi ya kiungu, na hiyo katika bei yoyote. Mnajua ya kwamba nitaka kusoma Zaburi, na nilikuwa sijue kama neno la namna hii la Mathayo ningeweza kusomewa. Sikuweza kusoma hapa mbele ya makusanyiko, lakini nitaka kusoma Zaburi sura 12. Ilikuwa ni nini? Na hapa tuko hapa pamoja na hizi nguvu, hii neno la nguvu la Mungu. Na Bwana anataka kutuambia leo jioni ya kwamba yale niliyokuwa nikiwazia na kusema wakati huo, na leo ninaisema na ninaiwaza leo, nasi tunaweza kuitumainia. Watu ambao waliopokea ufunuo wa kiungu wa Yesu Kristo watakuwa ushuhuda wa ujenzi wa kanisa, wataishi ujenzi wa kanisa, na yote ambayo Mungu aliyoahidi kwa kanisa wataipata. Nasi tuna uwezo ya hiyo ya kupata sehemu ndani, kwa maana sisi hatuko nje ya ufalme wa Mungu, lakini tuko katika ufalme tuko ndani ya ufalme wa Mungu. Imeandikwa pia ya kwamba ufalme wa Mungu haikuja kwa namna ya nje, lakini ufalme wa Mungu uko ndani mwenu kwa ndani. Mna wengi wanawaza ya kwamba kama vile Wafarisayo walipouliza Bwana na alipowaambia hiyo, lakini si mbali na hiyo, kulikuwa watu wawili waliokuwa pale, si Wafarisayo peke yake, lakini kulikuwa makutano iliyokuwa ya mchanganyiko, na Bwana alitaka kutuambia leo aingize katika mioyo yetu jioni hii, kwanza ufunuo wa Yesu Kristo, ujenzi wa kanisa la Bwana na uwezo wa kiungu, na kuingizwa katika mambo ambayo iliyo sehemu ya ufalme wa Mungu na inayokuwa katika ufalme wa Mungu, na pia kose katika ufalme, ikiwa na uhusiano ya hiyo ya kuweza kuelewa kwa sababu gani Bwana aliyosema ya injili ya ufalme. Mathayo sura 24 mstari 14, Mathayo 24 mstari 14. Ila tu hii andiko ya ufalme, ya injili ya ufalme wa Mungu, lakini pale inasemeka kuhusu injili ya ufalme, injili ya ufalme, na hii ndio inahusika ufalme wa Mungu, kanisa la Mungu, utimilifu wa ahadi zote zilizo sehemu ya ufalme wa Mungu, nasi tuko sehemu ya hiyo. Asante kwa Mungu, nasi tuna tetea yote ambayo Mungu aliyotuahidi. Na sasa tunapashwa sasa pia kuwa macho ili tusiweze kuleta vikwazo na tusiweze kuambia Bwana samani, na tusiweze kusema mambo na kufundisha mambo ambayo watu wanakuwa juu yake na kuanguka juu yake. Na isema tena jioni hii ya kwamba niliandika barua ya mzunguko katika hali ambayo Bwana anaweza kuja mwaka huu, na si kusema kwamba anaweza kuja katika mwezi wa 6 au fulani, lakini anapaswa kuja kama vile ninavyojua. Nishaka kusikia hapo kama vile iliyo wazi, kama vile dada aliyeanguka katika mtego wa shetani, na wandugu wanakuwa pale wakicheka, na tunaona adui, na sio kama tunaweza kufanya michezo au alama fulani,
na kuleta mambo kama vile kwa kucheka. Na huyo dada mpendwa aliweza kuamini ya kwamba Bwana angepasha kuja katika mwezi wa saba, ya kwamba alipasha kuja katika mwezi wa saba, na alisema eti mimi sijakuwa tayari, ninafanya tu, najifanyisha na baki nyuma, nilikuwa mjanja, nataka kubaki na wengine watanyakuliwa, siwezi kuvumilia hii. Watu wanatupwa, wanaingizwa katika hii huzuni ya ndani. Na Paulo aliandikia wa Galatia ya kwamba lakini yule anayewapoteza atachukua hukumu yake, iwe yoyote, iwe awe yoyote. Wa Galatia sura 5 mstari wa 10. Watu wanaopoteza waamini, wanaogeuka kuwa kikwazo na mtego, na waambia leo, kulingana na msingi wa neno la Mungu, siku hiyo watalipa ripoti juu ya kila nafsi. Na ndiyo maana tunaweka umuhimu nyingi juu ya utangazaji safi ya neno la Mungu. Na kama Paulo aliandika kwa wakati huo, wa Korinto wa kwanza sura 14 mstari 29, na hivyo kama vile manabii wanaweza kuwa wawili au watatu kusema, wanapaswa kunyamaza ili wengine waweze kuleta hukumu au kuweza kuona maoni. Lakini vema, mtu analeta kikwazo kwa umoja wa wadogo walio hapa, ni vema aweze kuwekwa jiwe juu ya shingo lake na kutupwa katika bahari ya mahali kwenye koshimu ndefu sana. Mstari 18. Na ninaweza kuwa na huzuni kubwa na maumivu nyingi na huruma nyingi, naona wale wote watakao kutoa ripoti kwa ajili ya nafsi zote zilizokuliwa na kuuawa kwa siku hiyo. Kwa ajili yangu ni vema kuweza kuhesabia mambo hayo bila kuweza kuyaishi. Ni vema kwa mtu huyo kama hangeweza kuzaliwa, kwa maana nafsi moja tunaweza kusoma ina faida gani kwa mtu kupata ulimwengu yote mzima na kupoteza nafsi yake? Mathayo sura 16 mstari 26. Kama tunaweza kulinda ulimi wetu ili tuweze kuzungumuza tu wakati Mungu anapozungumuza, na kama tunaweza kuzungumuza kuhusu yale ninayofanya au inayotuhusu sisi. Mara nyingi watu wanazungumuza na waamini wanazungumuza kwa namna iliyo ya upoteza, na wanazungumuza mambo ambayo Mungu hakuwa anatarisha kuweza kuzungumuza, na kuweza kuzungumuza mambo ya kiroho, na wanashindwa kusema yale kwa namna ya kimafundisho yale ambayo Mungu aliyosema. Kusiwe mtu anayeweza kuwa na haraka ya kufundisha. Inaandikwa katika Yakobo sura 3 mstari wa kwanza. Tunapaswa kwanza kufundishwa na Mungu, na hivyo ndivyo inavyoandikwa ya kwamba wote watafundishwa na Mungu. Ole kwa ulimwengu kwa sababu ya vikwazo. Mathayo 18 mstari wa 7. Ya kwamba heri vikwazo vipatikane, na mnajua kwamba imepasha kuja. Hiyo yote ni sehemu ya wakati wa mwisho. Bwana anasema muda mfupi katika sura 24 mstari wa 24 ya kwamba kama ingewezekana ya kwamba wachaguliwa wangeweza kupotezwa. Vikwazo, upotevu na mambo yote yanapaswa kuja, na watu hawakuweza kukwazwa na Bwana, walikwazwa na mazungumzo yake, hawakwenda mbali na kurudia nyuma. Wengi waliweza tena kukwazwa kwa sababu ya mazungumzo ya Bwana katika wakati wetu. Hawakuwa tayari kuweza kunyenyekea chini ya Mungu. Nani anaweza kunyenyekea chini ya Mungu? Ni yule anayenyenyekea kwa neno lake. Ila Mungu peke yake ndiye aliye juu ya neno lake, na mambo mengine yote yanakuwa chini ya neno lake. Wewe na mimi na sisi sote tunapaswa sisi sote kujiweka chini ya neno lake, na yeye peke yake ndiye aliye juu ya neno lake. Anakuwa macho nalo liweze kutimilika, na ili tuweze kuliamini. Wengine wote wako chini ya neno la Mungu, wako chini, na hakuna hata mmoja ambaye anayeweza kushuka juu. Nani yeye ndiye atakaye ni yule ndiye atakaye simama juu ya Biblia na kushifanya kama vile Mungu, na ataweza akakaa ndani ya hekalu. Niweza kusoma katika hii shirika la kimadhehebu hizi juma za mwisho, nyayo za shetani ni nyayo za Antikristo, na hii ni kitu ambacho watu hawaamini.
alitaka atawale, alitaka apande juu, ataka aweze kuweka ufalme wake huko juu kaskazini. Alitaka pia apate ufalme, ataka atawale, ataka kuweza kuabudiwa. Wakati hayo yote, hizo zote ni nyayo za Lucifero, na leo tunaweza sisi sote kuweza kuona hiyo kujiingiza, na shetani anajiingiza, tunayo mbele ya macho yetu, na ila kipofu ndiye hayawezi kuyaona, ila kipofu ndiye hayawezi kuona mambo hayo. Lakini kuna mambo mengi, kuna maumivu mengi kwa namna ya walio, kuna maumivu mengi kwa wale walio wabipofu kwa kiroho. Hapa Bwana anataka ili atupatie funzo kwa ajili ya njia yetu. Mstari wa 19. Baada ya hiyo wanafunzi wakamkaribia Yesu wakati alipokuwa wao wenyewe. Mathayo 17 mstari wa 19. Ilikuwa ni kitu kizuri. Hawakutaka kuuliza wakati makutano ilikuwa pale, lakini walimuuliza wakati walipokuwa pamoja na wao wenyewe. Nasi mstari wa 19. Halafu wanafunzi wakafikia Yesu peke yao. Nasi tuko hapa pamoja na Bwana, na hakuna msiamini hapa. Hakuna leo tuko hapa ili tuweze kuzungumzia Bwana yeye mwenyewe. Leo tunataka tuweze kumuuliza, sasa kwa nini hatukuweza kufanya hiki na kile? Sasa kwa nini hatukuweza kufukuza hii pepo? Na kwa nini hatukuweza kuponya? Na kwa nini hatukuweza kusaidia? Mstari wa 21. Mstari wa 20 ya kwamba ni kwa sababu ya kutokuamini kwenu, au kwa imani yenu ndogo. Kwa maana nawaambia, mkiwa na imani kama mbegu ya haradali, mtakapowaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwa neno ambalo haliwezekani kwenu. Tushaka sema sisi sote kwa moyo ulio wazi, Bwana, mambo yote yanawezekana kwako. Na tuliweza kuelewa kama vile inavyoandikwa hapo katika Musa ndani ya Mwanzo, hapo mbele katika habari ya Abrahamu, sura 18 mstari 14, ya kwamba hakuna kitu kinachoshindikana kwa Mungu. Tunajua ya kwamba wewe ni mweza yote. Tunajua hivyo tangu miaka mingi iliyopita. Na tunajua kwamba Mungu iko na uwezo ya kufanya mambo yote. Tunajua hivyo pia. Mungu anafufua wafu. Anafanya hivyo. Tunajua hivyo sisi sote. Tunaamini yale ambayo maandiko yanasema. Sasa swali si ya kujua kama Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yote. Imeshaka malizika. Hakuna swali. Hakuna swali. Lakini sasa ni kwetu sasa kuweza kucheza. Kristo ndani mwetu, Mungu ndani ya Kristo. Na alisema, kazi ninazozifanya sio mimi ninayezifanya, lakini Baba aliye ndani mwangu ndiye anayefanya kazi zake. Sasa Kristo ndani yetu, na sio wewe na mimi tuweze kuweka mambo fulani kwa kushoto na kwa kuume, na tuweze kusikia kwamba tuko wenye nguvu, lakini hiyo mbali na sisi. Bwana anasema, bila mimi hamwezi chochote. Yohana 15 mstari 5. Lakini kama anafanya makao yake ndani mwetu kupitia imani, hayo yatafanyika. Lakini sasa hiyo imani iliyo hai ndani ya Mungu iko ndani mwako na ndani mwangu. Na hapo sasa tunapaswa kushika neno na kuliweka katika matendo kama vile inavyoandikwa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, watafukuza mapepo, maalama na maajabu yatafanyika. Wapendwa ndugu na dada, mniamini, hayo ni sehemu ya hiyo. Na kama haijaonekana ni kusema inakosekana, na kama hiyo inakosekana ni kusema haijarudishwa na kuwekwa. Na hivyo tunaweza kusikia kwamba Bwana atarudisha mambo yote. Kanisa la Bwana lilikuwa limeandikwa hapa katika kitabu hichi cha Mungu, naandikwa na inasemeka vizuri hapa kwenye mstari wa 20, na kwamba kama mkiwa na imani kama vile mbegu ya haradali, na mkiambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka. Bwana hapo anataka kusema ya kwamba mambo yote yanawezekana, na pia hata mlima huu kama mkiagiza itahama na kwenda na itaondoka mahali mnapowaambia uende, ondoka toka hapa uende huko, na mahali ninapoonyesha eti uende toka hapa na uende huko, na hiyo inapaswa kufanyika kama vile tumeviagiza. Bwana alisema kweli, alitaka kuaminisha kitu ambacho kiwezekane? Hapana. Alitaka kusema waziwazi kwa wanafunzi
ya kwamba kazi ninazozifanya nanyi mtazifanya pia, kwa maana ninaenda kwa Baba, lakini nitafanya pamoja nanyi na ndani yenu, lakini nitakuwa pamoja nanyi na ndani yenu mpaka mwisho wa dunia. Ndugu, tunapaswa kushika maneno haya kwa moyo, kwa uhakika, na tuweze kushika kazi na kusema na kuvuka hii kipimo cha kiungu. Hatupaswi kujiweka pale na kuweza kutazama. Wengi wanafanya vipimo vyao, lakini tunapaswa kupatia Mungu kazi au haki yake ya kufanya mambo yote. Tunasema hapa katika Mathayo sura 17 mstari wa 20 ya kwamba hakuna kitu kitakachoshindwa kufanyika au kisichowezekana kwenu, na hakuna kitakachoshindwa kwa Mungu. Na ndio maana kama vile ninavyowaambia, ilikuwa imeandikwa ya kwamba ole au watu wa kizazi kisichoamini na kikaidi, nitawavumilia mpaka lini? Mathayo 17 mstari 17. Na hiyo ndio Bwana aliyosema kwa wale ambao waliokuwa wakimzunguka. Na leo nitawavumilia mpaka wakati gani? Mpaka wakati gani? Mpaka wakati gani Bwana ataendelea kuwa wavumilivu pamoja, ataendelea kuwa mvumilivu pamoja na sisi? Uvumilivu ingeweza kuwa imemalizika tangu mara nyingi, yakose karibu miaka 6,000 iliyopita, pamoja na wanadamu wote wa hapa duniani, na tungeliweza kuwa pamoja na hiyo. Lakini Mungu katika neema yake, katika kweli yake na haki yake na utakatifu wake, hata tuacha, ataendelea kuwa na uvumilivu pamoja na sisi, ataendelea kuwa uvumilivu pamoja na sisi. Na shaka tuambia, nataka kutuambia leo, mpaka wakati gani nitaendelea kuwavumilia wasioamini na watu wakaidi? Pamoja na hiyo, sisi sote tunaingizwa ndani. Tuko waamini na hatuamini, na hivyo ni sivyo? Waamini wasioamini, waamini wasioamini, hiko tofauti. Na hiyo tunapashwa kuweka mkono wetu wa kuume kwenye moyo na kusema kweli, hatuamini vizuri kama vile ninavyotaka. Hasa kwa sababu gani? Acha Bwana John hii aweze kuandika toka kilindi cha nafsi yetu na atuambie, hata kama ni kwa ukimya wa roho, maneno yote, neno lote ambayo kinywa changu chaweza kutamka na yale ambayo moyo wangu unaweza kupokea katika imani, yote yatatimilika. Mungu anawaza yale anayosema na anasema yale anayowaza, na neno la Mungu siku zote linakuwa la kweli. Leo anawambia hiyo kitu moja kwako na kwangu. Mara ngapi ndugu Branham alisema ya kwamba kama hizi za kusindikiza mafundisho ya Biblia hazitufati, ni kusema hatujakuwa waamini wa Biblia. Kama alama hizi hazitufate, hii ni mawazo sasa ya makini sana, na haya ni maneno ya makini sana kwa wakati huu, nasi hatuna sehemu nyingine ila kuweza kusimama. Na iko hivyo pamoja na neno la Mungu, tunatambua, tunakubali mapungufu yetu na udhaifu wetu, na tunatambua ya kwamba Mungu ni mwaminifu na anataka ili aweze kumaliza upungufu yetu. Lakini sio tu kwamba anaweza, lakini atafanya hivyo. Hakuna kitu kisichowezekana kwake, na hakuna kitu kinaweza kubaki bila kuwezekana kwetu pia. Mambo yote yanawezekana kwa yule ambaye anayeamini. Marko 9 mstari wa 23. Acha Bwana atuongoze katika miombi nao jaa imani. Ufunuo wa Yesu Kristo, ujenzi wa kanisa, mamlaka ya kiungu, kupata sehemu katika yale iliyo sehemu katika ufalme wa Mungu, na ahadi zote ambazo Bwana alizotupatia nazo ni sehemu ya hiyo, nayo ni sehemu ya hiyo, nayo yanatimilika kwa neema hiyo. Ndiyo ombi letu kwetu sisi sote. Amina. Bwana Mungu wangu, ninajiunga tena ingine mara moja
katika maombi ya ndugu yangu. Bwana, na tunafanya hivyo sisi sote, tunafanya hivyo sisi sote. Bwana mwaminifu, tulivunja sheria ya upendo wa Mungu, ambayo sheria zote zinafungwa ndani. Ulisema ninawapatia amri mpya, nasi tulifanya nini? Tulipita pembeni kama vile haukutuzungumuzia, na tulisahau neno lako na amri yako. Tuliamini kwa kichwa na hatukupokea kwa moyo, na ndiyo maana hatuna uwezo ya kufanya yale ulioagiza. Acha neno lako igeuka kuwa ufunuo wa kiungu ndani ya mioyo yetu. Sasa funguo za kuingia katika ufalme wa Mungu zitapewa pale kwetu kwa ajili yetu. Bwana, weka ndani mwetu, weka mwisho kwa maisha yetu ya aina mbili, hali mbili, maisha yetu ya uwili au sura mbili, kutokuamini. Weka mwisho katika mambo hayo yote, ili kitu fulani kipya kiweze kutokea, kiweze kuonekana. Nifunze na utufunze kuweza kukaribia, na tuweze kuwa katika uhusiano pamoja na wewe, na uhusiano yetu pamoja na sisi kwa sisi, kwa maana yale tunayofanya tunaifanya kwa ajili ya ndugu yetu, na yale tunayofanyizia ndugu yetu tunaifanya kwa ajili yako. Na hiyo ndivyo ninavyosema. Bwana mwaminifu, maudhaifu yetu na kushindwa kwetu ni nyingi sana kuliko tunavyoweza. Bwana Mungu mwaminifu aliye mbinguni, tuliweza kukwaza hata mdogo katikati yetu. Mbona tulikuwa na hitaji hata kutupwa katika bahari, na kuweza kuwaza kufunga juu yetu jiwe na tutupa katika bahari kwa kiwango hatuweza tena kuonekana. Bwana, usifunge jiwe la kwenye shingo letu, lakini uweze kutuhurumia kwa sababu ya neno lako na kwa ajili ya jina lako. Utuhurumie, o Bwana Mungu wangu. Tupatie ukweli, uaminifu na upendo mbele yako kwa ajili ya neno lako, na upendo kwa ajili yetu sisi kwa sisi. Na ni hivyo Bwana, tunaweza kuambia nini Bwana Mungu mwaminifu uliye mbinguni? Vumilia tena nyingine kidogo Bwana, iliyo makubwa imekwisha kupita. O Mungu uliye mbinguni, ninatumainia ya kwamba hatuwezi kuwa tena na mashaka kama hizi Bwana. O Mungu Bwana, tuhurumie, nihurumie sisi sote, tuhurumie sisi sote. Tupatie imani na tuweke imani ndani ya neno hili, na utupatie o Mungu, tupatie hiyo sisi sote, tupatie uongozi na uvuvio wa Roho Mtakatifu wako. Bwana mwaminifu, tunakuambia asante kwa ajili ya jioni hii ambayo uliopanga kwa ajili ya mchana huu ambayo uliofanya. Bwana, umekwisha tupatia mafunzo kwa ajili ya weekend hii, kwa maana taifa lako lote linachechemea, linaanguka juu ya, wanaangukiana wao kwa wao juu ya vikwazo vyote. O Mungu, sisi ni taifa lisilo hata una uwezo. O Mungu mwaminifu, tufanyizie neema, sisi uzao wa uchungu, ulio na uchungu, tufanyizie nunguniko yote iweze kumalizika. O Bwana, kama vile inavyoandikwa katika Yakobo sura 9, eti msinungunikiane nini kwa ninyi, kwa maana kuja kwa Bwana inakaribia. O Mungu mwaminifu, nasi tunawaza ya kwamba tuko yale ambayo tuko tumesukuma katika majifu na si kitu kingine, lakini katika mavumbi hiyo na katika majifu hiyo ulipanda mbegu ya kiungu, na ndiyo maana tunabaki katika mavumbi na majifu, lakini tunakubali na tunafurahia yale iliyo ya kiungu. Jina lako la ajabu liweze kusifiwa na kushukuriwa. Tufanye watu wanaokuwa wa kweli, ambao wanaolinda ulimi wao
O Mungu mwaminifu uliye mbinguni, ambaye maneno yake ni naochukua ndani uzima. O Bwana Mungu wangu, tunajisikia mara nyingi tukichoka, tukipigwa, tukianguka chini, lakini tunafarijiwa na tunasimamishwa, kwa maana tunaamini ya kwamba utafikia katika mlengo zako. Maabudu na utukufu iwe kwa jina lako takatifu na la ajabu. Amina.